Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Wasanii kutoka kaunti 5 za kaskazini mwa Kenya ambazo ni Laikipia, Samburu, Isiolo, Marsabit na Baringo wameungana na kuunda muungano mpya unaolenga kukuza vipaji vya sanaa pamoja na kuimarisha mshikamano na amani katika jamii. Katika mkutano wao wa pamoja, wasanii hao waliwachagua viongozi wao na kukubaliana kuunda kikundi kinachojulikana kama North Wave Creatives. Muungano huo unaoongozwa na mwenyekiti Bwana Tobias Loitoti Leshapaya akisaidiwa na naibu mwenyekiti Bi Amanda Mayana Putunoi pamoja na viongozi wengine wa kamati. Siku ya Jumamosi iliyopita, kikosi cha wasanii hao kilitembelea hifadhi ya wanyamapori ya Loisaba ambako walipokelewa na mkurugenzi mkuu Bwana Tom Sylvester, meneja wa usalama Bwana Daniel Yangere pamoja na meneja wa masuala ya jamii Bwana Paul Naiputari. Katika ziara hiyo, wasanii hao walipata nafasi ya kuzunguka hifadhi hiyo na kujionea wanyama mbalimbali. Miongoni mwa wanyama waliowaona ni simba waliokuwa wakila mawindo yao mchana kweupe kama unavyojionea mtazamaji, jambo lililowavutia sana kutokana na namna hifadhi hiyo inalinda wanyama na mazingira yake. Pia waliona ndovu kwa ukaribu pamoja na faru ambao ni miongoni mwa wanyama walio katika hatari ya kutoweka duniani. Ndani ya hifadhi ya Loisaba, faru hao wanalindwa na kwa uangalizi mkali wa askari maalum wanaohakikisha usalama wao kila wakati. Wakati wa ziara hiyo, kikosi hicho pia kilipewa maelezo kuhusu tabia za faru pamoja na tofauti kati ya aina mbili za faru wanaopatikana ndani ya Loisaba ambazo ni White Rhino pamoja na Black Rhino. Ilielezwa kuwa White Rhino kwa kawaida ni wakubwa zaidi na hupenda kula nyasi, huku wakiwa na mdomo mpana unaowasaidia kung'oa nyasi ardhini. Kwa upande mwingine, Black Rhino huwa wadogo kidogo na mara nyingi hulisha majani ya miti na vichaka na wana mdomo mwembamba unaowasaidia kung'oa matawi na majani. Hii hapa ni kanda nzima huku tukielezewa kunavyokwenda. Wasanii hao pia walielezwa kuhusu juhudi za Loisaba za kuondoa mmea hatari wa upuntia ambao umeenea katika maeneo mengi ya kaskazini. Shirika hilo linatumia mitambo na teknolojia kama tingatinga kuondoa mmea huo ili kulinda mazingira na malisho ya wanyama, na tuliweza kunaza kanda hii ya video, shughuli nzima ikiendelea kama unavyojionea mtazamaji. Baadaye kikosi hicho kilipokelewa katika Loisaba Tented Camp, mahala ambapo wageni kutoka maeneo mbalimbali hufika kutalii na kufurahia mandhari ya hifadhi hiyo. Kisha walitembelea afisi kuu za Loisaba ambako walikutana mkurugenzi mkuu Bwana Tom Sylvester. Katika mazungumzo yao, viongozi wa North Wave Creative waliwasilisha maono yao ya kuandaa peace caravans pamoja na miradi ya kukuza vipaji vya wasanii ili vijana waweze kunufaika kupitia sanaa. Akizungumza katika mkutano huo, Bwana Tom Sylvester aliunga mkono mpango huo akisema kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo katika jamii. Kwa upande wake, meneja wa usalama Daniel Yangere alieleza miradi mbalimbali ambayo Loisaba imefanikisha kusaidia jamii zinazozunguka hifadhi hiyo, huku meneja wa jamii Paul Naiputari akieleza programu mbalimbali za jamii zinazoendeshwa na shirika hilo. Mwisho wa ziara hiyo, shirika la Loisaba liliahidi kuunga mkono shughuli za North Wave Creatives na hata kuwasaidia wasanii hao kwa kuwapatia mafuta ya magari ili kuwarahisishia safari yao ya kuelekea Baringo, kuweza kukutana na creative wenzao na hata kurejea manyumbani. Ziara hiyo ilirekodiwa na runinga ya Jogi ambayo ilikuwa pamoja na kikosi cha wasanii hao katika safari yao ya Loisaba ndani ya runinga pendwa ya Jogi. Niite Joseph Vegilisho, mwanahabari wako. Asante kwa kutazama. I'm Sylvester. I'm the CEO of Loisaba Conservancy. I think a lot of you we've met before. We know you from around. I'm Jambo wote. Kwanza nikupokea pole ili nimechelewa. Nilikapo na kazi nyingine ya tembea pale na hapa. So nimeshukuru sana vile umejitoa kukuja kuonana na sisi hapa. Unajua ile kitu muhimu zaidi ni art. Katika civilization ya binadamu kuna kitu alitangulia kuleta watu mbele na kufanya development na kadhalika. So ni heshima kubwa sana vile umesema utataka kufanya kazi pamoja na sisi, na pia sisi tunafurahia zaidi ya kushikana na vijana na wasichana na youth na music na art kujaribu kusambaza hiyo message ya conservation
Unajua hapa Loisaba tuko na lengo moja tu, ni conservation. Alafu conservation inabebanga na mambo mingi zingine kando kando. So ni furaha pia kusikia kwamba umepata kuona rhino. Unajua hii ni kitu ambayo umeleta jina zetu kupanuka na kuwa kitu muhimu sana. Na unajua hii mnyama ya pori ni ya Mungu, na vile tumeweka hapa pamoja na hapa duniani. Kazi yetu ni swali kulinda hawa na kuhakikisha wapate kuishi amani, sababu wanakula hawezi enda kuomba kula kwa hali nyingine, na sisi kama binadamu lazima tuamue kujitoa. Kwa hivyo kitu kama conservation ambayo tumefanya hapa na Dan na Paul na team yetu yote ya Loisaba ni kama calling, ni kama calling ya kumaanisha ni kitu ambayo unajitoa, sio ati kusema nitaamka leo na kujaza siku yangu, ni kitu unajitoa. Na mimi nafikiri kufananisha pamoja na music na art ni hivyo hivyo. Unaamka asubuhi kama wewe ni musician, unaamka kujitoa kutoka roho ndani, kitu ambacho unategemea ni inspiration na kadhalika. So it's very inspiring for me to meet with artists, to support artists, to try and promote art and music. And over and above that, I think also the narrative and the stories that are told in future, song and music has been one of those methods that we've heard stories passed down from generation to generation to generation. So if we're to try and spread our message around conservation, then it's critically important that we engage with art and music. So I'm very grateful. I'm grateful to our security manager, Dan, who initiated this. I'm grateful to our community manager, Paul, who's also been very supportive, and his whole department and the whole security department. And also the other thing to understand that security is from people. And the number one thing that you do with security is have community. You can have as many guns, as many drones, as many boots, as many as you want, but if your community is not together with you, then you're not going to live in a peaceful and development-minded way. Kwa hivyo ni karibu, na pia kushukuru tena ili mtutekea masaa zenu kuja kutembelea sisi hapo, na nafikiri tutaendelea kushikana mema. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Daniel Onyangere. Sijui kama tumeshaonana mahali ama tumekutana, labda tumeonana kwa social media. Naona hiyo majina si masura, si mgeni, lakini karibuni Loisaba. So tutajuana baadaye. Sasa wale wamebaki tutajuana baadaye, lakini ile kitu ningetaka kuchukua nafasi kuwakaribisha Loisaba Conservancy. Na Loisaba Conservancy ni kwenu. Ngobi Idiana na kaiona nafasi kuwakaribisha ndani. Ninajua wengi mnajua na labda wengine hamjui kufika. Kuna mahali unaweza kuwa unajua na umesikia lakini hujui kufika. Na tumeweza kupata request kupitia Mosopol. Amesema kwamba mlikuwa mnataka kwenda Baringo, na tuko na habari na ile organization ambayo mmeanzisha ambayo ni mzuri, na tukasema kwamba ni furaha kukaribisha nyinyi hapa hata kama ni muda kidogo ama siku moja. I believe kwamba kuna wakati pia itaweza kuwa, kuna wakati mwingine pia itapatikana, lakini sasa ninataka tu nichukue nafasi hii niwakaribishe. Na vile mlikuja Loisaba ni mzuri, pia mnajua Loisaba inafanya nini, na itakuwa ni mzuri mkienda mbele, at least utakuwa unaambia Loisaba inafanya nini, utakuwa unajua, na pia mmejua kupitia zile mwimbo ambayo iliimbwa na wale wasanii. Na vile tumeanza, King Lisa alikuwa amekuja hapa katuchamusha kidogo, na wakati ilikuwa naomba na ria na kimbia mbio mingi akaenda kwa huyo, na wengine naona wanaendelea tu kushikilia, tuendelee tusonge mbele. Lakini ile kitu nataka tu kueleza kwamba ile kazi mnafanya ni kazi muhimu sana, na nafikiri ile sasa move mmeanza ni mzuri, kwa sababu ni kitu ambayo iko na mwelekeo na umoja ni nguvu. So hiyo umoja wenu ni kitu muhimu sana, na vile ninaona mkielekea mbele naona mtakuwa na mwelekeo mzuri. Na sisi kama Loisaba tunawakaribisha, na pia tunawasupport kwa ile njia yote ambayo tunaweza, na pia tunasupport pia kwa maoni. Sisi unajua ni wasee tuko na experience, tunaweza kusaidiana maoni. Na I can see this team from our leaders ni very serious team. I want you guys to be very serious, kwa sababu bila kuwa serious naona kuna mahali, kwa sababu nasikia wengine walitoka Nairobi, walitoka Isiolo, naona kwa hapa si rahisi na hiyo mabarabara na weather. So naona mko serious, na nataka tu labda kwanza niwapatie Paul kwanza apitishe kidogo program ya
ya community. Kwa wale walikuja late, kwa majina naitwa Paul Neptari, mimi ndiye community programs manager. So ningependa tu kuangalia ama we discuss ile kazi tunafanya katika community. Manake conservation is all about the people. Because ukifanya conservation and you don't support the people, then there will be a lot of disconnection. So that's why tuko na full program ama full department ambaye we look at programs za community. Na hii ni map yetu ya community surrounding us. Hii shaded area ni mahali tuko, the conservancy. And then mnaona the communities ambao that are bordering us. And then tuko pia na private ranches ambaye pia bado ni jirani. So hii area ambayo imekuwa shaded purple is all our community areas ambayo all the programs we do tunafanyia around area. So tuko na population ya almost close to 30,000 people ambaye benefits from all our programs. So hizi ndio programs zetu. Tuko na community education, tuko na community health, tuko mambo na livelihood support, human wildlife conflict mitigation, conservation awareness, landscape and rangeland, pia mambo na livestock, and the most other important component ni mambo ya community peace. So maybe I'll take you through one by one as just very quickly. So katika education program tunakuanga na scholarships, na tangu tuanze our community scholarship program ambayo ilianza so many years ago, tumekuwa na over 250 students ambao wamepitia kwa scholarship, either wameenda university, colleges, high school and such kind of things. And currently tuko na 94 students ambaye they are actively kwa the scholarship, both in high school, colleges and a few in primary school. Na pia kuna shule inaitwa Amani School. Hiji kama mmeona mkipita mkielekea Marala, that's one of our baby school ambayo tulianzisha very soon kujaribu kuleta the warring communities ya Pokot na Samburu pamoja through school ambaye being supported by conservation. So pale tuko na 150 students ambaye tunawalipia boarding fee all throughout the year, basically to try and support them wale wanatoka kwa Pokot communities, wale wanatoka kwa Samburu communities, at least waanze kujuana at that very tender age. That's why tulikuwa tunasema security is very key kwa in the landscape. So hiyo watoto wakigrow wanajua kumbe Pokot, I can marry a Pokot lady, jamaa anasema I can marry a Samburu lady, kitu kama hiyo. So inaleta connection at that very tender age. Pia tunakuanga na parent student meeting just to look at their results, wanafanya aje, how are they faring, maybe tuition, tuna provide pia tuition, maybe on science set, mathematics, to look at how best they can be able to improve katika hiyo education. Na pia tuko na infrastructure and operational support za mashule, like Amani School tumejenga from the scratch. We have a Waso School, we have other schools like Morijo ambayo tuna support infrastructure. And the other thing ambayo tuko na is the feeding program ambayo imekuwa na a lot of impact. And now we are at almost the 4th year tukiendelea na feeding program. Unajua kulikuwa na ile program ya serikali, wamekuwa pale waka withdraw. And these kids are left very vulnerable. Wengine wanatoroka kwa shule, there's a lot of disconnect to the school. So with the feeding program, tumeanza kuona numbers increase kwa shule, absenteeism reduce or is actually almost to zero. Because we do timely monitoring, we see, we look at the registers, how kids are responding to school activities. So hii imekuwa ni one of the most project ambaye I can say is like 101% supportive the community. Pia tuna provide Amani and Waso schools, internet, computers. Unajua tunaendelea kwa technology. Saizi hakuna mtu atake at least to be aware of using computer, internet na vitu kama hizo. So we are supporting those schools, and also apart from maybe doing a class or something, we also support infrastructure, maybe the desk, school tank, the fences, na nini na vitu kama hizo. Maybe even learning materials kama vitabu, mapenso na nini, we all support that. And also if you do a class, maybe umejenga shule Morijo, aujengi tu na kuelekea, you always make sure you monitor that school, you look at the infrastructure that is there. Is clear after 5 years it may collapse. So there's always regular maintenance to make sure the infrastructure, kama ni fence ya stima, is always running and making sure ina support the purpose
Na pia kuna the other component ya education ambayo ni conservation education. Na I believe part of what we are doing here is conservation education, sababu sisi tumekuja kusoma to learn about animals, to learn about what Loisaba does, and also every day is a learning day. So conservation education, that's why we have this center. This is our conservation education center. We normally bring schools from the neighboring communities wakuja wasome. So we have topics ambayo we take them through. Wanapokuja hapa, we have our research departments, people working with rhinos, securities, they do presentations just to make sure they learn. Na pia tuko na wildlife clubs ambayo tunaenda kwa mashule. Like for the last 2 years, last year and this year, tulikuwa na curriculum ya elephants ambayo we are running with the schools. And before we brought the rhinos, as part of the rhino awareness campaign, tuli engage schools kwa rhino curriculum, and then tukaenda kwa rangeland curriculum, na saizi we are doing the elephant curriculum. So tuna test our watoto, they do essays, they do posters, and we award the best students. Maybe tunawapatia trip maybe to Loisaba, and maybe learning materials na vitu kama hizo. And then pia the other component ambayo tuko nayo ni exposure tours ambayo tunafanya katika communities. Unajua maybe our communities are doing conservation, but bila ile masomo maybe kwenda kuona other people venye wanafanya au venye wana govern their conservation areas inakuwa ngumu sana. So tuko na component ambayo tunachukua at least tunajaribu ku aim to do always like 4 trips a year. Tunawapeleka maybe Narok, wengine wanaenda Samburu, just to interact na kusoma kujua what they are doing. In fact, next week on Monday we are also taking another group of women waende wasome mambo ya cultural villages, how to interact na guests na vitu kama hizo, because I know they have been doing, but it's always good also to get exposed and to learn more. Tuko na component ingine ya health program. So ukiangalia towards our southern side of the conservancy, one health facilities like our KMC and Morijo community. So tunafanyanga 2 outreaches a month. Tunaenda na clinical officer wetu huko, tunatibu watu, we give them all the basics health ambayo wanahitaji. So kwa mwaka tunaweza hata pata close to 2,500 people in a year or more than that. Because last year tulikuwa na 19 patients ambayo tuliwatibu. So this is just an average number that we can reach in a year. Then kuna wale wanaitwanga CHPs. Mnajua CHPs? Community Health Promoters, tunawatrain. Alafu wanakuwa wa key people on the ground, wanaenda wanaongea na mama kuhusu family planning, sanitation, sexual education, hizo zote. So hawa wanakuwa trained, so kama kuna mtoto mama anataka kupeleka immunization, ni wao wanatusaidia to make sure amepeleka. Kuna mama anafaa kwenda ANC na hataki kwenda, ni wao wanatusaidia ku push for those. So they are very instrumental to make sure people are healthy within the community. Then in case of emergencies, maybe there's a delivering mother, kuna mama anataka kujifungua, kuna mtu labda ameumwa na nyoka na nini, tuna respond to those emergencies, tunawapeleka to the nearby facilities. Then we are supporting a community nurse, we are paying stipend na vitu kama hizo. Na nilisahau pia kusema katika conservation education, we are supporting Amani schools 4 staffs, na Ewaso school we are supporting 5 staff, kulipa some stipend, maybe ni mpishi, matron, patron, vitu kama hizo. Then tuko na school health clubs, just like we do with the wildlife clubs, pia tuko na school health clubs, pia tunaenda pale, tunawasomesha mambo ya health. And then youth empowerment through tournaments. We normally have a yearly tournament, so tunakuwa na certain themes, maybe drug and substance abuse, a theme on rangeland. So we tailor our tournaments on certain themes. Na pia mambo ya grazing, currently tuko na 3,350 Doreen, is that correct? Community cattle insights, ambayo tuna offer grazing. Unajua kumekuwa dry pale nje, so we had a lot of cows coming in. So this is slightly above this number. And then maybe during droughts, you remember the 2022 drought, we did a lot of food supplies within the communities. And also maintenances, boreholes. We have the Morijo borehole, we have other
community borehole. So tumefanya up to 9 boreholes because sometimes county government inafanya borehole and then it breaks down, maybe motor imechomeka, maybe inverter imeharibika, but kitambo tena tuongojee county ikuje, then the next financial year kufix just a motor of which is maybe 70,000, watu wanaumia sana. So we make sure we chip in and make sure all the boreholes are operational to make sure the livestock gets water, people gets water, as well as the wildlife, because we are all living within the same landscape. Kuna historia ya ukeketaji ya wasichana. As part of our health program, tuko pia na hii component katika our health program. Unajua is against the law to do it. And watu wetu waelewi na hatuwezi tu wacha waendelee hivyo. So tunafanya a lot of campaign, a lot of awareness, kujaribu kuelimisha that this is a vice that people need to stop. And then tunafanya, instead of the girls undergoing the cut, tunafanya alternative rite of passage. Tunaitwa ARP ceremonies. We issue girls with certificates, and then sasa they feel wameingia into adulthood. Kwa hii program tumesponsor 8 girls. Wale maybe walitoroka from their homes, wamekuwa vulnerable because of kukatai maneno. Tunawapeleka some basic training. We have a college at Posta. So we collaborate with them. Kuna pia ile kitu ilikuwa inaitwa ujuzi manyatani. Simulisikia hiyo story ya NRT. So we all partner to make sure we empower all our girls in the community. Then mambo ya livelihood. Tuko na fattening scheme. Community wanaleta their bulls. Tunaonyesha, we get them a good price, ambayo comparing to what they could get in all the neuro market, they at least get a better price than kupeleka kwa soko. And then kuna manyat ama cultural villages. Currently we have 3. We have one Ewaso, Labarchereki, and Morido. And hiyo trip nilikuwa nawaambia tunaenda next week. We are taking majority of these people from these cultural villages. Waende pia wao wasome how best they can improve their manyatas so that ama their villages so that guest relation and nini ita improve. So hii imekuwa inasaidia sana Warani na wamama because wageni wanaimbiwa, wamama wanauza beads na vitu kama hizo, na at least at the end of the day na waninge baba ngaji, si ndio? Yeah. So pia tuko na women support, tuko na mshaisikia Chuimama Resource Center, wangapi washaisikia? Yeah, so Chuimama is a resource center ambayo tuna support, is a women hub ambayo wanafanya all their beadworks. They have a farm, wanalima a lot of vegetables. They have an apiary, they do soap making, pia wanashona garments katika hiyo center. So ina support all these activities pale kwa Chuimama. Mambo na community wildlife coexistence. Mnajua kawaida tunaishi na wanyama na lazima kutakuwa na hizo wrangles, mbuzi ya mtu imekuliwa na fisi na nini. So we have what we call community predator proof bomas ambayo tunafanya na our research department. To provide over 300 predator proof bomas. And then currently what we are doing, because hatutapatia kila mtu, so through Chuimama we are selling these predator proof materials to the community at a subsidized price. So mtu akitaka kununua senge yake ya kukarai mbuzi yake ama ile taa ya kunini, anaenda kwa Chuimama, lakini anapata at a subsidized price. Na pia kuna vijana ambayo ukinunua wanaenda kwako wana make sure wameinstall, kama ni kushimbilia chini hiyo wire na nini, they make sure they set it up properly for you. So hiyo inasaidia pia ku make sure conflict. And the reason why tumepata we call that center Chuimama, ndio people can feel the benefits of having the wildlife within them. Siku hizi pia tuko na rhino mamas, rhino wazee, rhino warani, so kifaru warani, all this just to link conservation na the benefits that people should feel from that. And then tuko na 20 community conservation assistants. Hawa ni vijana ambao wanatusaidia katika those records. Unajua without data inakuwa ngumu to argue out your thing. So if we have a data, we know predation cases in the month of February, this was the number. March, this was the number. So at least you can be able to compare interventions mnafanya na the data, how, and then you can compare
2020, what were the cases before intervention, 2025, what were the cases after the intervention. So all this data inatusaidia katika to make management decisions towards all this. And lastly, we have the very key component ya security. So security is not just about kufuata ng'ombe ambao wameibiwa, kushika wezi, kufanya nini. Security is about the harmony in the landscape. So tunakuanga na community stroke grazing committees katika the 5 communities nilionyesha. So we normally meet here quarterly or when there is a need, just to talk about the security within the landscape, nini mzuri inaendelea, nini kibaya inaendelea, potential risk within the community, where do we try to harmonize. So katika these communities, we also engage other partners like administration, that's the chief, ACC, the Kenya Wildlife Service, because security is all, is ni kitu holistic. So we need to all discuss and make sure at least tunasaidiana to make sure the landscape is safe. So hadi hapo ningependa kuachia hapo.